Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo tunakujuza siku ya leo ni kuhusiana na yale yanayoendelea ndani ya klabu ya Young African. Tunamfahamu mchezaji Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, moja wa wachezaji wakubwa zaidi ambao wamewahi kufanya makubwa katika ligi ya Tanzania. Akiwa ndani ya klabu ya Simba takriban misimu 12, ni mmoja wa wachezaji ambao wamedumu katika nafasi ambavyo ya kushoto kama beki wa kushoto kwa muda mrefu zaidi. Na ni mmoja wa wachezaji ambao katika funua ndani ya Simba basi usingemkosa katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini mchezaji huyu ambaye alitoka Kagera Sugar, timu ya vijana, kisha na kujiunga ndani ya klabu ya Simba na kufanya makubwa ndani ya klabu hiyo, kisha kufanya yale mengine zaidi katika timu ya taifa ya Tanzania, na akiwa ni mmoja beki ambaye alikuwa ni tumaini zaidi katika klabu ya Simba pamoja na timu ya taifa ya Tanzania. Mchezaji huyu msimu wa 2025-26 amekuja kuhamia katika upande wa klabu ya Young African. Ndani ya klabu ya Yanga kila mmoja aliamini kwamba Mohamed Hussein, kulingana na uwezo mkubwa aliokuwa nao, hasa kulinda pamoja na kusaidia katika mashambulizi, hasa kwa mfumo wa sasa wa timu, sio mshambuliaji pekee ambaye anatarajiwa kufunga bao, huku akitarajiwa kutengenezewa nafasi na upande wa viungo, hasa wale viungo wa shambuliaji. Lakini kwa sasa katika mfumo wa kisasa imekuwa ndivyo sivyo, hata mabeki imekuwa ni sehemu ya watu ambao wanatengeneza nafasi na wanaweza wakafunga, lakini pia wanaweza kutoa assist kulinganisha na viungo au hata mawinga. Na ni moja ya vitu ambavyo naweza nikasema ni sifa alizonazo Mohamed Hussein Shabalala. Ameyafanya hayo akiwa ndani ya klabu ya Simba na kila mmoja alitarajia kuyaona haya ndani ya klabu ya Yanga, lakini naweza nikasema mambo kwake hayajaenda vizuri, yameenda mlama. Mohamed Hussein kwa sasa amekuwa ni chaguo la pili ndani ya klabu ya Yanga, huku Yanga Sports Club wakimtumia beki wao yule ambaye ni Shadrack Issa Boka, mchezaji ambaye alijiunga na klabu ya Yanga kutoka katika taifa la DR Congo. Moja ya mabeki ambao wamefanya makubwa ndani ya Yanga ni Shadrack Issa Boka. Sasa kila mmoja anaoji, je, ni kweli Mohamed Hussein uwezo wake haufikiwa Boka ndio maana Boka wanamtumia zaidi Yanga, au uwezo wake umepungua, huenda kulingana na umri, maana ametumikia ligi kwa muda mrefu, anahitaji mapumziko? Basi ndio yale yote ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii. Lakini Mohamed Hussein amekuwa ni mchezaji ambaye anatokea katika bench, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine wengine wanasema kinamwathiri kisaikolojia, na uwezo wake wa kujiamini ni kama umepungua, na uwezo wake ni kama unashuka kwa kasi. Sasa kuna wengine wanasema kwamba kupitia dirisha dogo la usajili huenda Mohamed Hussein akaondoka ndani ya klabu ya Yanga, hizo zikiwa ni taarifa za awali na za mwanzo kabisa kuhusiana na issue ya Mohamed Hussein kuendelea kudumu ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia wengine wanasema kwamba huenda Mohamed Hussein akaamua kuvunja mkataba kwa sababu anaona ile heshima yake haitendewi kazi. Ni mmoja wa wachezaji ambao walisajiliwa kama maplo, lakini kile ambacho kilimpeleka Yanga hakioni. Alidhani Yanga atapata nafasi na atashiriki michuano mbalimbali, kama ambavyo uliona Simba msimu uliopita hawakushiriki kombe la klabu bingwa barani Afrika, bali walishiriki kombe la shirikisho, japo walifika finali, huku Yanga wakishiriki kombe la klabu bingwa barani Afrika. So Mohamed Hussein aliona upande wa Yanga ni moja ya klabu ambayo inaweza kutimiza ndoto zake ambazo huenda alikuwa anazitarajia kuzifanya katika kariera yake ya soka, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Na hata sasa ukitazama katika michuano ya kimataifa, Simba ndio anaonekana kuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi kuliko upande wa Yanga, japo chochote kinawezekana kulingana na matokeo ya michezo iliyopita. Tusubiri kuona michezo ijayo kila mmoja atatamatisha vipi, lakini naweza nikasema kwamba Mohamed Hussein ndani ya klabu ya Young African amekalia kutikavu, na muda wote kwanza sasa chochote kinawezekana. Huenda akavunja mkataba au Yanga kuamua kuachana naye katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kwa upande wako, issue ya Mohamed Hussein ndani ya klabu ya Yanga unaizungumziaje? Unaweza kushare maoni yako katika comment section. Tukutane wakati ujao, panapo majaliwa. Asante.